Ndugu waandishi wa habari, kwanza habari zenu, hamjambo. Nichukue fursa hii kuwatakia heri ya mwaka mpya 2026. Tuko hapa leo mimi Joseph Mbilinyi aka Sugu aka Jongwe kwa niaba ya kamati ya Bongo Flava na timu nzima ya Bongo Flava Hannahs. Tuko hapa leo kutangaza msimu mpya wa Bongo Flava Hannahs, ambapo sasa tunaingia msimu wa 4, yani season 4. Bongo Flava Hannahs ilianza miaka 4 iliyopita kama wote tunakumbuka. Najua media zote hapa ninazoziona ni partners wetu, tumekuwa tukishirikiana toka mwanzo wa hili jambo. Kwa hiyo napenda kwanza niwapongeze hata nyinyi kwa sapoti kwamba sasa tunaingia mwaka wa 4. Tulianza kama utani tulivyoanza kuambia watu kwamba tunataka kufanya concert za wakongwe. Watu walikuwa hawaelewi kabisa, kwa sababu walifikiri kwamba bwana, wakongwe sasa itakuwaje, utafanyaje, nani atakuja kuangalia. Lakini tumeanza mwaka wa kwanza kwa mafanikio, mwaka wa pili, wa tatu, na sasa tunaingia mwaka wa 4. Kwa kawaida msimu huwa unaanzaga mwanzoni mwa mwaka, lakini kutokana na mazingira tulimute kidogo, na hivi sasa tumeona ni wakati sahihi wa kurudi ili kuwapelekea mashabiki wa Bongo Flava Hannahs na wananchi wa Tanzania kwa ujumla burudani ambayo walikuwa tayari wameshaizoea na wanaienjoy. Kwa hiyo tumeona wakati umefika sasa tutangaze kwamba msimu wa 4 season 4 inaanza, na show yetu ya kwanza itakuwa ni tarehe 1 ya mwezi wa 5 siku ya Ijumaa, na tunayo baraka kubwa sana, na mimi binafsi kwa niaba ya timu na naamini kwa niaba ya mashabiki wa Bongo Flava Tanzania na diaspora na dunia nzima watakuwa na furaha sana kusikia kwamba anayeenda kutufungulia msimu wa 4 wa Bongo Flava Hannahs si mwingine bali ni mkongwe asiye na shaka kabisa, heavyweight MC Joseph Leonard Haule aka Professor J aka Jize aka Wamitulinga aka kwa mbali sana ili tunalijua mimi na yeye sana, ila kwa mbali sana. Kwa hiyo tunayo furaha kuwatangazia mashabiki wetu wa Bongo Flava Hannahs kwamba tunarudi season 4, na tunayerudi naye anayetufungulia msimu si mwingine bali ni Professor J ambaye tuko naye hapa. Hakuna ambaye hajui mchango wa Professor J kwenye mziki wa Bongo Flava pamoja na utamaduni wake. Yaani kama mtu hajui mchango wa Professor J kwenye Bongo Flava, basi huyo mtu haijui Bongo Flava kabisa. Yaani hajui mwanzo, kati na hata sasa, kwa sababu huwezi kujua Bongo Flava kama humjui Professor J na mchango wake kwenye muziki. Mchango wa Professor J ni mkubwa, ni kati ya wasanii ambao wametoa ngoma kubwa sana za hip hop / Bongo Flava katika historia ya mziki wetu. Kwa hiyo kwa hadhi yake ilikuwa awe ameshaheshimishwa muda mrefu sana, lakini wote tunajua kwamba kamanda alipitia changamoto, amepambana na sasa hivi yuko fiti, na pia tunataka tutumie concert hii yeye kuwashukuru mashabiki wake na kuwaonyesha sasa kwa vitendo kwamba amerudi mtaani na tunaenda kurudi kwa nguvu sana. Asante sana. Kwa sasa hebu nimkaribishe Professor J aseme kidogo kuhusiana na siku ya leo na tunavyoelekea kwa tarehe 1 mwezi wa 5. Mimi sitaki kusema sana, lakini yajayo mimi najua, kwa sababu mimi ndio nazungumza na J kila siku mpaka tulipofikia hapa kusema kwamba sasa tunaenda kwenye stage. Kwanza nitumie nafasi hii kuwashukuru sana Bongo Flava Hannahs kwa kuona nafasi yangu na kukaribisha kwenye show hii muhimu. Pili, niwashukuru Watanzania wote kwa kuniombea
lakini niwaahidi kwamba niko vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba niko vizuri sana, na nategemea kufanya show kubwa kubwa sana kuliko vyote ambazo nilizowahi kufanya hapo awali. Kwa hiyo niwaahidi tu wa Tanzania kwamba yule Profesa Jay wa Mitulinga, mkali wa rhymes, mtu mkavu, yuko fiti, na tukutane tarehe 1 mwezi wa 5. Kama kawaida yangu nitaanzia kule mwanzo tulipoanzia mpaka hapa tulipo na tunapoelekea, mpaka vitu vingine ambavyo bado sijawagusisha na vitu vingine kama hivyo. Lakini kitu kikubwa ni cha msingi ni kwamba mwambie mwenzio amwambie mwenzake kwamba muda umewafika wa Profesa Jay kuweza kuwahitimisha watu na kuwarusha watu vya kutosha ipasavyo. Mungu awabariki sana. Asante sana. Kwanza mimi kabla hajajibu Jay, kwanza kama unaweza ukaona show ni mwezi wa 5 tarehe 1. Tuliona tufanye press mapema ili kutoa taarifa kwa umma, ili tunavyoingia kwenye mifungo ya Ramadhani pamoja na Kwaresma, kama unavyojua huwa tunaipishaga kila mwaka hiyo misimu. Kwa tunavyoingia tutakuwa tuko plain, zitakuwa tu zinatembea taarifa kuhusiana na show, lakini show ni mwezi wa 5. Kwa hiyo ile intense ratiba na details zitaanza kutoka mwezi mmoja kabla kama ilivyo kawaida, lakini kutokana na uzito wa hii show na uzito wa Profesa Jay tuliona tufanye press mapema ili watu nao mashabiki wetu, kwa sababu watu pia wamekuwa wanaulizia sana kupitia platform zetu, Bongo Flava Hana inarudi lini, tunaisikilizia sana. Kwa hiyo imebidi pia tuwapelekee tu taarifa kwamba Bongo Flava inarudi, na tukaona kwamba tuwape taarifa mapema kwamba tunarudi mwezi wa 5 tarehe 1. Prof Selaki. Location ni hapo panaitwa 710 Garden, lakini maarufu kama Diabetic Center. Ni hapo roundabout ya Kawe. Kama unaenda Mbezi ya chini upande wa kushoto kwenye maua hapo kuna garden hapo, zimezungushiwa fence hivi hapo ndani. Huwa zinafanyika show nyingi sana, hata shughuli mbalimbali zinafanyika sana hapo. Yep. Rehearsal la Professor Jay. Okay, kwa sababu la rehearsal la tiba bado ninayo mimi. Nafikiri rehearsal zitaanza wiki 3 kabla ya tarehe ya show. Ingawa yeye mwenyewe binafsi najua kwamba ameshaanza rehearsal binafsi na ku catch up na nyimbo zake ili kwenda sambamba. Aliniambia hapa bwana nichane hata nyimbo 3, nikamwambia hapana, kwa leo hatuchani. Kwa leo ni kupeleka tu taarifa kwa mashabiki wetu. Kama alivyosema kaka mkubwa, hiyo ni siri ya kambi, lakini watu wategemee vitu vikubwa sana, vitu vikubwa mno. Yaani bado Profesa Jay bado ni mpya, na nataka nionyeshe kwamba baby bado mpya. Kwa hiyo watu wategemee vitu vipya na vya zamani, mchanganyiko yani. Kwa hiyo yani niko vizuri sana, kwa tayari. Yeah, unajua kila mtu ana jinsi yake ya kufanya kazi. Kwa hiyo sisi tunaona kama hayo mambo mengine bado yatakuja taratibu, tutawajulisha muda unavyozidi kwenda, lakini watu wategemee mambo makubwa, na kila mtu ambaye nimeshirikiana naye atakuwepo pale kushow love na vitu vingine kama hivyo. Yeah, that's obvious. Wengi huwa wanajitokeza. Tuliona alivyo show ya mwisho tulikuwa na Fandesele, uliona nani walikuwepo pale, Daznundas walikuwepo na wasanii wengine ambao walishafanya nao kazi ya featuring huko nyuma. Kwa hiyo ni obvious. Sasa kwa ambavyo Professor Jay ana line kubwa ya watu ambao wameshafanya nao featuring, nafikiri itabidi tu edit. Maanake vinginevyo show itajaa mastaa watakuwa wengi sana pale, panaweza pakawa hapatoshi. Yeah, kwa hiyo kifupi ni kwamba tunatarajia kwamba watu ambao aliofanya nao featuring kwenye ngoma zake kadhaa kubwa za huko nyuma na hapo kati ni lazima watakuwepo.
17 mwezi wa pili. Ah,